Tumerudi kipindi ni Minibuzz na wakati wa kuongea swala la kwanza la Tanzania umefika. Bibi, tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema je, unene una madhara? Unene una madhara? Una madhara? Swali. Sasa hii mada ya kiafya kidogo, na ni kitu ambacho tumekuwa tukikiona kwenye jamii. Kuna watu wenye afya, kuna mtazamo ambao inasema Waafrika mnene unamchukuliaje White? Yaani mtu mnene ukimuona tu hivi kimtazamo Afrika tunamchukuliaje? Wapo wanene ambao ni afya tu kawaida, kwamba Mwenyezi Mungu kawajalia mwili na mazingira yao ya kifamilia, labda wanakuwa na mwili mnene. Alafu kuna kwa Mwenyezi Mungu akikujalia ndio unakuwa na mwili mnene. Yaani kwamba kuna familia nyingine wapo watu wanakuwa ni wanene automatic, kwamba ni asilia yao kwamba ni wanene. Ni watu wanene. Okay. Tushushe watu alafu mada endelee. Tumerudi kipindi ni Minibuzz, wameshuka wengine wamepanda. Mada yetu tunaangalia masuala ya je, unene una madhara. Tunaongea na Watanzania juu ya mtazamo yao juu ya hii swala au hii hali ambao Watanzania wengine wanakuwa nao. Na je, kuna magonjwa yanayosababisha nakuwa na unene? Na kama ulikuwa ufahamu na ni mnene, unaangalia kipindi hichi, basi utaelimika sana na kuwezekana hata kuponya afya yako au maisha yako. Mtu mnene unamchukuliaje? Je, kuna madhara kwa mnene au ni sisi tunaonea wivu vitambi vya watu? Kwa upande wangu mimi naona kwamba unene una madhara kwa maisha ya wanadamu, kwa sababu ukiangalia watu wanene wanapata matatizo ya magonjwa kama pressure, kisukari, magonjwa kama hayo anaweza kupata mtu mnene. Jamii inamchukuliaje mtu mnene? Yaani ukipata kitambi watu wanakuambia siku hizi, yaani tunaichukuliaje? Unajua jamii inachukulia mtu mnene mwenye kitambi labda ana fedha nyingi. Zamani tukiwachukulia kama ni watu wenye uwezo, lakini kwa sasa inategemeana na mazingira. Mtu mwenyewe unayekaa ukimjua ndio utamjua unene wake ni wa uwezo au ni wa asili au ni wa tatizo. Kuna watu wenye miili ya asili. Unaweza ukazaliwa na mwili mnene, ukaendelea na ule mwili mpaka uzeeni. Yaani wewe hata uwe na dhiki au uwe na dhiki au uwe na mawazo hauwezi ukapungua. Kuna wengine ule unene wameupata kwa athari ya madawa wanayotumia. Kwa sababu kwa ushahidi kamili ambapo kuna dawa mfano wanachukua kama vidonge na kusema labda kama kubadilisha umbo fulani, alafu inatokea vinawatia madhara. Sasa unajikuta kwa ni mnene, ni kwa ni tatizo limeshampata. Kuna utafiti ulifanywa bibi katika nchi ya Sweden, na inasemekana kuna taasisi inaitwa Institute of Evaluation of Labor Market and Education Policy, IFAU, na wanasema kwamba walifanya research, wanasema kwamba si waajiri wana kazi yao ni kuangalia mambo ya ajira, na wanasema wanaoajiri katika nchi hiyo kwa asilimia 83 hawaajiri watu wanene. Kwa sababu watu wanene hawataki kula. Wanaamini kwamba mtu mnene hafanyi kazi kama mtu mwembamba. Yaani unakuwa sileki. Ukimwajiri huyu itakuwa ngumu kwenye kufanya. Hiyo wamefanya research au wameamua tu kufanya hivyo? Ndio wameifanya. Wana asilimia 83 chini kuliko watu wembamba. Uwezekano wa kupata kazi ni uko chini kuliko mtu mwembamba. Kwanza mimi nilikuwa nataka kujua unene ni nyama ama ni kilo. Maana mtu anaweza kawa mnene tu kama mwana mnene, lakini ukienda kupima kwenye mezani pale anaanguka 25 30. Sasa kwako wewe mnene ni nyama au kilo? Kwa mimi nasema unene ni kilo, sio nyama. Sasa kama amefura tu ni kilo, uzito wake alokuwa nao. Kuna kipengele kwa sababu tunaongea hatujui. Hebu tuongee na dokta. Unaonaje tuongee na dokta? Ni vizuri kabisa. Kuna kipengele kinachoitwa zama ndani ambacho tunaingia na kuongea na mhusika wa mada. Na kuna kijana mmoja anaitwa Dr. Charles ambaye tuliyokutana naye tukamuuliza maswali yetu. Tulikuwa sehemu tena ya chakula. Kuna tukamfanyia interview pale. Hebu tuzame ndani tumsikize Dr. Charles after turudi na kuongea na watu. Tunazama ndani. Unene unatokana na kipimo. Kipimo chenyewe kinaitwa Body Mass Index, kwa kifupi BMI, ambayo BMI ni kilo zako gawanya kwa mita square za urefu wako. Kwa hiyo kutokana na hichi kipimo kikizidi 30 unasemekana ni unene hapo. Vyakula vinavyoleta unene zaidi ni vyakula vya haraka, ama kwa Kiingereza wanaita fast food. Chips hizi tunakula, vyakula vya mafuta mengi, kula chakula kingi. Unakuwa umeshiba lakini uhitaji tena chakula, lakini unakula zaidi. Kwa hiyo kile chakula kile hakitumiki, kinaenda kuhifadhiwa. Sababu ya pili ni kutofanya mazoezi. Sasa hii inasababisha kwanza magonjwa. Kuna magonjwa ambayo yanaitwa kwa Kiingereza wanaita metabolic syndrome, ambayo ni uvunjaji wa chakula unakuwa
umeingiliwa. Kwa hiyo ndo mtu anakuwa anapata ugonjwa kama kisukari, pressure na magonjwa ya moyo hasa. Ndo watu wenye unene wanakuwa wanapata haya magonjwa. Kwa hiyo kama mtu kama tayari ameshakuwa mnene, kuna ngazi za kufuata. Kwanza unaanza kucontrol chakula na mazoezi. Hiyo ikishindikana unapanda juu. Unapunguza vyakula vyenye nguvu nyingi, ambao kwa Kiingereza wanasema energy rich foods. Sawa? Hizo unapunguza. Alafu hiyo ikishindikana nazo unapanda juu zaidi. Unaenda kwenye madawa. Kuna madawa ambayo unaweza kutumia kupunguza unene. Ikishikana hiyo unaenda kwenye upasuaji ama surgery, ambao unakuta watu wanapunguzwa tumbo. Kwa hiyo unakuwa unakula kidogo. Magonjwa ambayo yanatokana na style ya maisha ama watu jinsi wanavyoishi yanazidi kuongezeka Tanzania, kuachana na magonjwa ambayo yametokana na vijidudu. Na ni magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kama mfumo wa maisha utabadilika. Na mfumo wa maisha kubadilika ni kwa kuangalia tunakula nini, tunakunywa nini, na je, tunafanya mazoezi. Hivi vitatu hivi tukiweza kuviangalia na kuvizingatia kwa ukaribu, tutaweza kupunguza tatizo la unene. Tumeibuka, tumetoka kuongea na Dr. Charles, ametupa mtazamo wake wa kidokta. Tumeelewa, tumeona madhara yake, tumeona kinachosababisha bibi, tumeona ukitaka kupunguza viwango. Sasa kama mtu usipoanza uangalie unachokula, ufanye mazoezi, kuna ile level ya juu sasa ya kufanyia upasuaji. Unajua nini? Nataka niulize Blo daktari au ameshapitia mambo hayo, maana lile alilogusa yeye ndio limeguswa huko. Kuna msemo, kuna research bibi ambayo inasema kwamba unene, especially ulifanya nchini Canada, kwamba unene unaathiri watu zaidi ya sigara inavyoharibu mapafu na kusababisha vifo. Unene unaleta pressure, unene unaleta magonjwa ya moyo, unene inasemekana kisukari pia. Kwa hiyo hii mada ni muhimu sana, ndio maana tunaongea na Watanzania ili ile mtazamo kwamba kitambi bosi nini na maneno mengi, unaona yana madhara. Na hakuna kitu bibi, tunafanya mazoezi pale unaonaga hakuna kitu kigumu kama kutoa mafuta kwenye tumbo. Unaweza kuhangaika nayo, na ikishafika kitambi kikishakaa ili futa likakaa pale, kuliondoa unakesha, ni kazi sana. Kwa hiyo jitahidini jamani, tuweze kupunguza. Kwa mimi binafsi ninapiga vita siupendi. Na najua nikipata pesa labda ni maisha kwa sababu hilo shavu ninavyoliona hilo inaenda mazuri, najua nitanawiri, lakini napenda kwamba nisiwe mnene. Kwa sababu ukiwa na pesa siku zote unakuwa unatakata. Kuna neno amelitumia sijaelewa. Kunawiri. Kwa hiyo alionawiri ni mnene au sio mnene? Hapana, ni hali fulani ya maisha kidogo yamekaa yametulia, naweza kusema. Suluhisho sasa brother. Wewe na mimi zamani huu mwili ulikuwa unafanya mazoezi bishi zamani. Ndio ni kweli. Sasa na mikono inaonyesha, lakini hapa panaanza kuja. Unasemaje kama suluhisho? Hapa najitahidi kuparekebisha. Nataka niwe wastani wa hapa. Nisizidi hapa. Unafanya mazoezi? Nafanya mazoezi. Na chakula je, unakicontrol vipi? Ni mtu kwa sababu diet na mata, tumesikia daktari amesema. Vyakula gani unapendelea zaidi? Vya chipsi, mafuta, kuku, marosti, manyama choma au pia mchicha, wali, vitu vya asili? Tunapenda mambo ya vinywaji. Kwa kweli mambo ya vyakula mimi nakulaga vyakula vya kawaida tu. Chips hapana siri. Yaani kwa upande wangu mimi, naam, kwa mwili ambao niko nao naona kwamba uko comfortable kutokana na mambo yangu. Sipendi kwamba uzidi hapa kwa ajili kwamba utanikosi kwa mambo mengine ambayo najua kwamba sasa hivi nayafanya. Hata kunawiri kidogo? Kwa kunawiri kidogo naona kwamba hapa nilipo nimenawiri kutoka kwamba hebu ngoja. Jamani, mimi nataka uncle ongelea kuhusu kunawiri. Hapa tulipo hapa kuna mtu alionawiri? Ya, kati yetu mimi nasema kama wa kwanza ni wewe, kwa sababu mwanzo ulikuwa unakuona katika vipindi. Angalia. Au kwa sababu nafanya mazoezi. Kwa hiyo amebadilika. Kwa sababu sili chips. Mwanzo ambaye namuona katika kile kipindi kina Zambwela na nini. Ni tofauti na sasa hivi. Ulikuwa unajua sasa hivi kweli mambo yake. Mafuta yameongezeka. Sasa hivi mafuta yamedondoka. Dada, wewe unavyokuona una asili ya unene. Sasa utafanya nini ili uhakikishe usielekee huko? Kama daktari amesema tunasema hivyo, lakini unene unaua kabisa. Wewe anaupenda atingishe mtaa. Eti hivyo mwanangu. Tingisha mtaa. Tingisha mtaa. Sasa hiyo unatingishaje mtaa? Si hivi. Unatingisha kweli mtaa? Ni mwili wangu wa asili, kwa hiyo hivi natingishia. Unene sio mzuri. Mimi mwenyewe hapa naweza nikachukulia mfano. Mimi kwa mnene zaidi hapa. Wewe zaidi. Ulikuwa unaweza kutembea? Yaani kwa shida. Ulikuwa na kilo ngapi? Nilikuwa nafikia 80. Urefu wako ni nyingi sana.
Na sasa yani hivi kiasi gani, yani naweza nikaa nimelala usiku nikashinda hata kupumua. Natoka nje sasa baada kuna kipindi kwa naishi Mwanza. Nikapelekwa Bugando. Samaki au sato. Basi nikapelekwa hospitalini Bugando. Wakaniambia huyu kinachomsumbua ni unene, yani na mafuta mengi sana. Ajitahidi afanye mazoezi. Tupe siri ya mafanikio yako mpaka ukarudi kuwa hivyo sasa. Kwa nini nifanye mazoezi kiasi gani mpaka nilikuwa nalia, au nalia unafanya mazoezi yani unakuta viungo vinauma, hasa tumbo. Na unakuta tumbo linauma. kweli. Kwa hiyo mazoezi yanasaidia sana. Tumefika mwisho baada ya kwanza masuala ya unene, ni kitu ambacho ina comedy kidogo sababu ni kitu ambacho jamii inapenda kuongelea, lakini kisayansi ni kitu ambacho kinasababisha kifo, ni kitu ambacho Canada kama tulivyosema research inaua zaidi ya magonjwa ya mapafu ya madhara ya sigara, ni kitu ambacho kinasababisha pressure, kitu ambacho kinasababisha magonjwa ya miguu kwa sababu mwili unakuwa mzito, arthritis na mengine, kitu ambacho kinasababisha cholesterol, magonjwa ya moyo. Wengine anakuwa mzito kiasi kwamba ile report watu wanaweza mtu anavunjika miguu kwa ajili ya unene. Exactly. Wengine wanapata ugonjwa wa kisukari. Exactly. Wengine kuna hormone fulani zinapungua sababu ya unene. Dr. Kiroboti. Kwa hiyo tumefikia mwisho wa mada ya kwanza, mapumziko mafupi, tukirudi mada pili.